Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana mtazamaji wa JNDR Mtito TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Bila shaka uko salama salimini. Mimi naitwa Christopher Beda, mwana wa Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Kushoto kwangu ni mchambuzi mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Niko naye hapa tuzungumze mawili matatu. Tunafahamu ya kwamba kwa sasa wana finali ya kombe la CRDB Federation ni Yanga pamoja na Singida Black Stars. Je, finali hii itakuwa ya aina gani? Twende sawa. Mzee wa data, karibu dimbani. Shukran jazilan. Uko salama kabisa? Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mimi mzima, hofu kwako bwana. Mimi niko safi kabisa. Good. Naam. Mzee wa data, tunafahamu kwamba Yanga ndiye aliyekuwa ametangulia kwenye finali ya kombe la CRDB Federation Cup mara baada ya kumtoa JKT Tanzania goli 2-0. Lakini pia mechi ya mwisho ilikuwa ni Singida dhidi ya Simba 3-1. Wana finali wawili ni Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo mzee wa data, katika hili tutaraji mechi ina gani? Kadiri ulivyotoka kueleza safari za timu zote hizo mbili, hii mechi mapema kabisa kwenye makaratasi inaonekana ni miongoni mwa mechi kali, mechi nzuri, mechi ya kuvutia. Ushindani mkali kwa sababu Singida Black Stars kutoka kuifunga Simba 3-1. Simba ni klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Simba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ndo ambayo yenyewe inachuana na Yanga kuwania taji la ubingwa. Timu nyingine zote zishachemsha, yani Singida wenyewe, Azam, Tabora United, nyingine zote mpaka Ken Gold ishateremka daraja na Kagera Sugar. Iliyobaki inachuana na Yanga ambao wanajaribu kutetea ubingwa wao kwa mara ya 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara ni Simba. Simba wako vizuri. Juzi tu wametoka kucheza finali ya kombe la shirikisho la CAF barani Afrika. Kwa hiyo wako vizuri. Lakini wakatolewa na Singida mabao 3-1 katika mechi ambayo ilikuwa na ushindani wa hali ya juu, lakini walionekana kwa vizuri zaidi ni Singida Black Stars ambao dakika 90 za mchezo walipiga mashuti 6, 4 on target, Simba mashuti 4, 3 on target, Singida wakashinda 3-1. Sasa mwenendo huu Singida Black Stars ushindi dhidi ya Simba, mechi ile kwao ilikuwa ni ya 5 kwa msimu kwenye kombe la shirikisho. Mabao yale waliofunga yalikuwa ni mabao ya 12 sasa, kwa sababu kabla ya mechi dhidi ya Simba walikuwa wameshafunga mabao 9, hawajaruhusu bao. Ushindi wa 3-1 maana yake wamefunga mabao 12, wameruhusu bao moja, ile alilofunga Jashaua kwa mkwaju wa free kick. Kwa hiyo unaweza kaona ni timu ambayo kwenye kombe la shirikisho msimu huu inafunga sana, lakini ina ulinzi imara sana. Hata dhidi ya Simba dakika 90 wamepiga mashuti 4 tu, kwa sababu ulinzi imara wa Frank Asinki alikuja kutoka akaingia Anthony Trabi, lakini Kennedy Juma Wilson viungo wao. Hapa tunazungumzia kina Morris Uguchu Kuchuku, mabeki wa pembeni Gadiel Michael Mbaga, upande mwingine Ande Kofi Cyril, kuna kina Damaro. Walifanya palikuwa na ugumu kwa Simba kumfikia golikipa wa Abasogi, kwa sababu walikuwa na mshonano wa kutosha, tunasema compactness. Wakishambulia wanakwenda kwa wingi kiasi ya kwamba kuna fursa kadhaa za kufunga ambazo wangetumia pengine mabao singekuwa 3 ingekuwa zaidi. Sasa ndo Singida ambayo wanaenda kucheza dhidi ya Yanga. Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara ni timu ya pili kwa kupiga mashuti mengi katika ligi kuu baada ya mechi 27 walizocheza. Simba mpiga mashuti 266, 168 milenga lango, ndio timu ya pili kufunga mabao mengi. Mabao mangapi? 63. Halafu wao ndo timu ya pili kwa kuta imara, wameruhusu mabao 11. Halafu wanabanwa na Singida kwa dakika 90, wanapiga mashuti 4 tu katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Kwara kule Manyara. Kwa hiyo ina maana Singida wameenda na mwenendo mzuri ambao wao kwenye ligi kuu Tanzania bara wamepiga mashuti 231, 103 on target, wamefunga mabao 40. Lakini huku kwenye kombe la shirikisho wamekuwa wakali zaidi, kana kwamba kuna nguvu fulani wameiwekeza huku. Na hawana pressure kihivyo kimataifa msimu ujao, kwa sababu tayari washapata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho la CAF msimu ujao. Ina wachezaji kadhaa nyota kama Jonathan Soa ndiye aliyefunga bao la utangulizi dhidi ya Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara na mabao 11, Elvis Rupia na mabao 10. Sasa wanakwenda kucheza na Yanga. Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio kinara wa mabao 71. Ndio timu yenye ukuta imara zaidi, wameruhusu mabao 10. Lakini kwenye kombe la shirikisho Yanga ndio timu imefunga mabao mengi. Mpaka sasa imefika finali baada ya mechi 5 imefunga mabao 20, imeruhusu mabao 2. Halafu Singida wamefunga mabao 12,
wameruhusu bao moja. Umeshaona kwenye makaratasi. Kwa hiyo kocha David Ouma, kocha Hamdi Milud, mbinu zao, wachezaji wao nyote katika kila timu. Yanga kwenye kule unazungumzia Maxim Pia Nzengeli kwenye ligi kwa mfano, mabao 5, assist 9. Unazungumzia Pedro Pacome Zouzoua, mabao 9, assist 9. Unazungumzia Prince Pombelo Dube, mabao 13, assist 8. Amechangia mabao 21. Hawa wote ndio wanaenda kukutana na Singida Black Stars yenye nyota waliothibitisha ubora katika maeneo mbalimbali nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, ndo wanakutana. Kuna Josephat Athubada, sikumtaja, wa Singida, ana mabao 3, ana assist 8, top assist provider namba 2, namba 3 kwenye ligi baada ya Feitoto mwenye assist 13, baada ya kundi lakini Pacome Zouzoua na Maxim Pia Nzengeli wenye assist 9, lakini kuna Josephat Athubada mwenye assist 8. Athubada anatoka ASEC Mimosas, Andy Kofisirila anatoka ASEC Mimosas, Anthony Trabia anatoka ASEC Mimosas. Huku kuna Pedro Pacome Zouzoua anatoka ASEC Mimosas. Kuna Stefan Aziziki, yeye ameondoka lakini alitoka ASEC Mimosas. Kuna kujuana ndo wanakutana. Unaona kabisa itakuwa bonge la mechi kwa mtazamo wangu, kulingana na hiki chotoka kukieleza na takwimu, hasa kwenye kombe la shirikisho ambapo Singida wamefunga mabao 12, wameruhusu bao 1. Yanga wamefunga mabao 20, wameruhusu mabao 2. Unadhani itakuwa mechi rahisi na ni finali? Bila shaka itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu Yanga wanataka taji la 4 mfululizo. Singida Black Stars kwa uwekezaji wao, kwa mipango yao, aina ya wachezaji walio nao, hivi karibuni wamezindua na uwanja wao, wako vizuri, hawawezi wakaichukulia poa mechi hii, ili mwisho wa siku wajifariji kwa kumaliza walau na taji, na lenyewe ni la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na hasa nguvu wanaipata kwa ukweli kwamba wamefika fainali hiyo baada ya kumtoa miongoni mwa majanti katika nchi hii. Wameitoa Simba. Yanga wameitoa miongoni mwa klabu ngumu kucheza nazo katika ligi kuu Tanzania bara, JKT Tanzania, kwa maana kwenye mechi za nusu finali 2-0 wamefunga JKT, wao wamefunga Simba 3-1. Kuna mambo mengi ya kuzungumza juu ya kwenye makaratasi kuonyesha kwamba hii mechi haitakuwa nyepesi hata kidogo. Mzee, hata nadhani umezungumza hapo, tunasema kama ni moja kati ya vitu ambavyo vipo kwenye uhalisia. Hapa kuna jambo lipo. Tunafahamu ya kwamba Young Africans miongoni mwa wadhamini wao ni GSM. Kabisa. Singida Black Stars miongoni mwa timu ambazo zinadhaminiwa na GSM, nao wamo. Sometimes huwa kuna wananzengo wanazungumza kwamba Yanga inapokutana na timu ambazo ni miongoni mwa udhamini wa GSM, huwa wanajipigia tu. Sasa wamekutana na finali ambapo kila mmoja bila apate kombe. Sasa najiuliza hapo itakuwaje? Mimi katika wale ambao na mimi nimesikia wewe unasema na wewe ni mkorofi, kwa sababu tulishajadili hapa, nikaeleza kwa kina juu ya mtazamo wangu, leo unarirudia tena. Sasa ukorofi Chris. Unaona kama jambo kubwa hili, wanakutana finali hawa. Anyway, tulizungumza ni mifano mingi ilikuwa katika ligi kuu, na nikakupa na ushahidi kwamba Yanga kwenye ligi kuu msimu huu timu zinazoonewa zaidi na Yanga ni zile ambazo hazina udhamini wa GSM. These are facts kwa sababu kwa matokeo yaliyopo. Lakini kwenye kombe la shirikisho, unajua Yanga mpaka sasa mara ya mwisho kufungwa kwenye kombe la shirikisho ilikuwa ni katika fainali ya michuano hii, ilichezwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma. Yanga walifungwa 1-0, bao alifunga Luanga, Tadeus Luanga. Lakini ni mechi ambayo Yanga walimaliza pungufu baada ya nani huyu Mukoko Tonombe alimchezea faulo John Boko, alipata kadi nyekundu, walicheza pungufu, walifungwa kwa ufupi 1-0. Baada ya mechi hiyo kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambayo timu hizi Yanga, Simba, Singida Black Stars, Coastal Union huanzia katika raundi ya pili, ambayo huwafanya wacheze mechi 6 kama unaenda kutoa ubingwa. Raundi ya pili, raundi ya 3, raundi ya 4, robo finali, nusu finali, finali. Yanga hawajawahi kushindwa tena. Yaani mechi zote wameshinda mpaka sasa, ndio maana wametoa ubingwa mara 3 mfululizo, na sasa wako finali wanafukuzia taji la 4 mfululizo. Wamebakiwa na mechi moja dhidi ya Singida Black Stars. Sasa ukifuatisha katika kushinda kwao kote, jumla ni mechi 18 ongeza 5 za msimu huu, jumla mechi 23. Yanga zote wameshinda. Na katika hizo walizoshinda dakika 90 ni mechi 20. Mechi 3 tu ambazo wameenda kwenye mikwaju ya penalty, ambazo ni finali msimu uliopita dhidi ya Azam, baada bila dakika 90 wakashinda kwa penalty 7-6. Kuna mechi ya walicheza dhidi ya Geita Gold, ilisha 1-1, ilikuwa robo finali.
wakaenda kwenye penalty, Yanga ndo akasonga mbele. Halafu kuna fainali msimu 2021-22. Mechi ilisha 3-3 dhidi ya Coastal Union. Abdul Hamis Suleimani Sopu alifunga mabao matatu kama unakumbuka vizuri kwenye uwanja wa pale Arusha, Sheikh Amri Abeid. Kwenye penalty Yanga ndipo wakapata ushindi. Mechi 23 zote Yanga ameshinda. Ukizifatisha hizo timu walizocheza nazo, ngapi basi zenye udhamini sawa na GSM? Kana tunaamini kwamba Yanga ikutana na timu yenye udhamini wa GSM inapata unafuu. Sasa kwenye mechi hizi 23 ikatoa ubingwa mara 3 na safari iko finali. Je, hizi zilizokutana nazo ni ngapi zinadhaminiwa na GSM? Unaweza ukajiuliza swali la namna hii. Ni kweli? Umeshaona, na ili upate jibu maana yake ukumbuke zile timu zote ambazo Yanga imezifunga kuanzia msimu wa 21-22 inachukua ubingwa wa kwanza kati ya mara 3 mfululizo za ushindi wa kombe la shirikisho la CRDB. Umeshaona? Ingawa kwanza tuweke sawa kwenye kanuni zetu na maeneo mengi duniani hakuna zuio lolote kwa mdhamini mmoja kudhamini zaidi ya timu moja. Maeneo mengi ikiwamo hapa Tanzania kwenye kanuni zetu haikatazwi mdhamini mmoja kudhamini zaidi ya timu moja, ila duniani kote, Tanzania ikiwemo, mmiliki mmoja kumiliki timu zaidi ya moja, au taasisi moja au mtu binafsi kumiliki zaidi ya timu moja katika ligi kuu, hapa inakuwa shida kwa sababu ya kitu kinachoitwa fair play. Yani kuna kopa, hakuna ungwana. Kuna uwezekano wa kupanga hata matokeo si mnamilikiwa na mtu mmoja, lakini kudhamini timu zaidi ya moja sio tatizo. Ndio maana hata GSM kumbukumbu zangu zinaniambia lengo lao ilikuwa kudhamini timu zote katika ligi kuu, kukawa na ushindani kidogo. Tunafahamu vizuri mwisho wa siku inaelekea wakaangalia option nyingine ambayo haivunji kanuni za ligi kuu. Baadhi ya timu zimechangamkia fursa, zinapata udhamini, Yanga ikiwemo, kuna Mashujaa, kuna Singida Black Stars na nyinginezo, sio? Lakini kwenye kombe la shirikisho kwa mfano umemtaja, tunamzungumzia GSM, lakini unaweza kujikuta anatajwa kwa kuonewa kwa sababu wapo wadhamini wengine wanadhamini zaidi ya timu moja, haibui mjadala. Mfano Namungo, miongoni mwa wadhamini wake smart sana ni Azam Max, ambao na Singida Black Stars wanadhaminiwa na Azam Max. Kuna tatizo? Mbona hatajwi ndugu? Simba na Yanga mara kadhaa wamekuwa na mdhamini mmoja anayedhamini Simba na Yanga. Simba na Yanga ni ndugu, nitakutajia mfano. Kuna msimu kampuni moja ya ubashiri, sihitaji jina, inadhamini Yanga, inadhamini Simba, inadhamini Namungo, inadhamini Singida. Sawa? Wao ni ndugu? Hapana. Tunapozungumza Chris, ligi kuu ya England, Adidas wanadhamini timu 7. Mwingine atauliza lakini Adidas si vifaa. Labda wajui maana ya udhamini. Udhamini ni sehemu moja wapo, ni kwenye merchandise, kwenye hivi vifaa vya kimichezo ambavyo mwisho wa siku vinaingizia klabu pesa nyingi mno. Kwa mfano hiyo GSM kwa Yanga, miongoni mwa udhamini wake ni jezi. Kwa hiyo Adidas wa Yanga ni GSM. Sasa Adidas katika ligi kuu England anadhamini timu 7. Umbro anadhamini timu 4. Nike anadhamini timu 4. No problem. Umeshaona? Kwa sababu kwa kanuni za ligi kuu ya England kudhamini zaidi ya timu moja kama Adidas hakuna tatizo. Ndivyo ilivyo. Lakini hata hapa katika ligi kuu Tanzania bara wapo wadhamini wengi washadhamini zaidi ya timu moja na hakuna tatizo. Na mara nyingi tunafahamu hasa taasisi za fedha wamekuwa wajanja, wamekuwa smart kimasoko, kwa sababu Simba na Yanga mashabiki wao ni kama wamejigawa mara mbili nchini. Wapo wa kutosha, lakini ukifanya ile cross section ya population ya wale wanaounga mkono Simba, wanaunga mkono Yanga, ni kama unagawa katikati. Kwa hiyo wamekuwa smart, wakidhamini wanadhamini Yanga, wanadhamini Simba. Hilo wewe ufahamu Chris, au watazamaji wako? Nalijua kabisa. Sasa je, Simba na Yanga ni ndugu? Kwa nini Simba na Yanga zikidhaminiwa na mdhamini mmoja sio tatizo, ila kitokea mdhamini anadhamini Simba na mdhamini na timu nyingine iwe tatizo? Hapa tunapozungumza zipo taasisi, sizitaji, zinadhamini Simba, zinadhamini Yanga. Upo. Lakini hakuna tatizo. Nimejaribu kugusia kiuhalisia. Sasa twende kwenye matokeo kwenye kombe la shirikisho. Nimekwambia itabidi kukumbuka Yanga hizi mechi 23 zimewafanya wao kwenye fainali ya 4 ya michuano hii, ambao wakifanikiwa kumfunga Singida Black Stars itakuwa taji lao la 4 mfululizo. Wakifungwa itakuwa ni lile mara 3, lakini wana fainali moja kati ya misimu 4. Umeshanielewa vizuri? Msimu wa 2021-22 Yanga walitoa katika hizi mara 3 mfululizo, ndio ilikuwa la kwanza. Msimu huo nitakutajia timu walizozifunga kwenye safari yote, uzuri wake nazikumbuka. Alafu utanikumbusha katika hizo ni zipi zina udhamini wa GSM kama Yanga.
ili iwe sababu kwamba la kumbe wanashinda hii michuano kombe la shirikisho, maana ndio tunalojadili, sio ligi kuu na wala sio ligi ya mabingwa barani Afrika na wala sio kombe la shirikisho barani Afrika na wala sio kombe la mapinduzi na wala sio kombe la muungano, kwamba ili kombe la shirikisho kukutana na wapinzani ambao nao wana udhamini kama wa GSM, basi kwamba ndio iwe sababu wao wamekuwa wakifanya vizuri mara nyingi. Itakuwa sawa? Nikukumbushe hilo. Itakuwa vizuri. Basi msimu wa 2021-22 Yanga walizifunga timu zifuatazo. Ya kwanza waliifunga Ihefu 4-0, wakaifunga Mbao. Baada ya Mbao wakaifunga Biashara ya Mara. Baada ya Biashara wakaifunga Geita Gold. Halafu wakaifunga Simba. Finali wakicheza na Coastal Union. Coastal Union kwenye uwanja wa Shamri Abedi Arusha, mechi ile iliisha dakika 90 3-3. Tunakumbuka vizuri Abdul Hamis Suleiman Sopu aling'ara sana kwenye mechi hiyo. Mikwaju ya penalty Yanga ndo akachukua ubingwa hoi dhidi ya Coastal Union. Sawa? Ndio. Nimekutajia hizo zifunga hapa kwa ukumbusha. EF anadhaminiwa na GSM. Hapana. Mbao. Hapana. Biashara. Hapana. Geita Gold. Hapana. Simba. Hapana. Coastal Union. Coastal Union ndio hivi sasa miongoni mwa timu ambazo zina udhamini wa GSM. Coastal Union imo. Sikumbuki 2021-22 kama Coastal Union pia walikuwa wanadhaminiwa na GSM. Tufanye nao kama walikuwa wanadhaminiwa na GSM. Kupitia siku ile nazi coconut. Kama walikuwa wanadhaminiwa na GSM. Sasa ushikaji gani kama dakika 90 3-3 tena Yanga ilibidi wawe wanahangaika kuchomoa, kama unakumbuka vizuri. Kumbuka Kwenye penalty hivi timu ambayo inacheza kishikaji alafu mnaenda kufungana kwenye penalty ambazo ni 50 kwa 50. Sio wangemaliza huko. Anyway, mimi nisisemee na sio lengo langu kutoa majibu, ila kujaribu kutaja hawa wapinzani. Kwa hiyo katika wapinzani 6 mpaka Yanga inatoa ubingwa kombe la shirikisho 2021-22, timu yenye kunasibishwa na udhamini wa GSM ni Coastal Union, ambao ndio ilitoa ushindani mkali zaidi kwenye finali, ambao ndio Sopo aling'ara sana, baadaye kaja kupata dili Azam kwa mamilioni ya fedha ikampeleka Chamazi Complex. Tuje msimu wa 2022-23. Ninachokumbuka ni kwamba kwenye msimu wa 2022-23 Yanga kwenye safari yake mpaka inatoa ubingwa wa kombe la shirikisho kwa mara ya pili sasa baada ya 2021-22 ilikutana na timu zifuatazo. Kwanza ilicheza na Kurugenzi ikashinda 8-0. Baada ya hapo ikacheza na Rhino ikashinda 7. Umeshaona? Halafu baada ya Rhino ikaja ikacheza na Tanzania Prisons 4-1. Baada hapo ikacheza na Geita Gold 1-1. Baada ya 1-1, michuano hii ni mtoano, lazima mshinde patikane, wakaenda kwenye mikwaju ya penalty. Yanga ikashinda kwa penalty. Kutoka Geita Yanga ikacheza na Singida Big Stars, na nafikiri kwa inaitwa vile ni Singida Big Stars. Yanga ikashinda bao 1. Halafu ikaenda finali ikakutana na Azam, ikashinda 1-0, ikatoa ubingwa. Timu nilizozitaja hapa nikumbushe zenye udhamini kama wa Yanga. Yaani Yanga miongoni mwa wadhamini wake ni GSM. Hizi nilizozitaja hapa, ipi nayo ina udhamini wa GSM? Nilikuanzia kutajia Kurugenzi, nadhaminiwa na GSM? Hapana. Rhino? Hapana. Tanzania Prisons? Hapana. Geita Gold? Hapana. Baada hapo ikakutana na Singida Big Stars. Hiyo vipi? Hiyo GSM walidhamini. Huenda. Kwa sababu hapa tunazungumzia Singida Black Stars, Singida Big Stars. Anyway, tufanye ilikuwa inadhaminiwa. Na nafikiri ni hivyo. Lakini baada hapo ikacheza na Azam finali, ikashinda 1-0. Kwa hiyo ngapi hapa katika mechi 6 inadhaminiwa na GSM? Ni 1. Na hizi 5 nyingine hazidhaminiwi. Unaona? Haya, kwa sababu michuano hii ni mtoano, ina maana viunzi 5 visivyokuwa na timu yenye udhamini kama wa kwake wa GSM imevivuka vyote. Sawa? Haya, kutoka hapo kaingia msimu uliopita 23-24. Safari yake ya ubingwa Yanga ya kombe la shirikisho ilianza kucheza na Hausung, ikashinda 5-1. Ikacheza na Police Tanzania, ikashinda 5-0. Baada hapo ikacheza na Dodoma Jiji, ikashinda 2-0. Ikacheza na Tabora United, ikashinda 3-0. Halafu ikacheza na Singida Fountain Gate, ikashinda bao 1. Finali na Azam 0-0. Ikaenda kwenye mikwaju ya penalty, Yanga ikashinda 7-6. Nimekutajia hizi timu nikumbushe ambazo zinadhaminiwa na GSM, kwa maana kwamba kuwa na udhamini kama ule ambao Yanga wanao miongoni mwa wadhamini wao. Hausung inadhaminiwa na GSM? Hapana. Police Tanzania? Hapana. Umeshaona? Dodoma Jiji? Dodoma Jiji wanadhamini. Haya, Dodoma Jiji kwa hiyo GSM. Tabora United? Hapana. Singida Fountain Gate? Hao wanadhamini. Fountain Gate GSM? Oh no. Umeshaona? Lakini Azam hakuna. Kwa hiyo kama ni timu zenye udhamini kama wa kwake wa GSM, hapo unazipata ngapi? Dodoma Jiji na 1 tu. 1.
Sasa kama hizi nyingine vipi? Azam, Hausang, umeshaona Police Tanzania. Haya, wakatoa ubingwa. Msimu huu mechi ya kwanza wamecheza na Kopko. Sawa? Mechi ya pili wakacheza na Coastal Union, wakashinda 3-1. Mechi ya kwanza na Kopko ilikuwa bao 5 kama sikusei, 5-0. Mechi ya pili na Coastal Union 3-1. Halafu wakacheza na Songea United 2-0. Halafu wakacheza na Stand United 8-1 kama unakumbuka vizuri. Mchezaji wao alifunga goli, alishangiliwa sana, akachangiwa fedha kutana na kiwango bora alikionyesha. Halafu wakacheza na JKT Tanzania wakashinda 2-0 kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Sasa wako finali. Ina maana hapa nimekutajia mechi 5 na timu 5 kwa msimu huu. Tujikumbushe. Kopko anadhaminiwa na Jesse? Hapana. Baada hapo Coastal Union. Coastal wao wanadhaminiwa. Ndio. Halafu baada hapo Stand United. Songea United. Songea United wanadhaminiwa na Jesse? Hapana. Haya, baada halafu Stand United wanadhaminiwa na Jesse? Hapana. Na ni miongoni mwa timu bora katika championship. Wakati wanacheza na Yanga ilikuwa kwenye msimamo. Juu kuna Mtibwa Sugar, halafu kuna Mbeya City, halafu kuna Stand United, miongoni mwa zile ambazo zilikuwa kwenye kiwango bora sana. Ikafungwa bao 8. Lakini JKT Tanzania wanadhaminiwa na Jesse? Hapana. Sasa hapa unaona hoja inapata vipi sasa nguvu. Kwa ujumla wake hizi timu nilizokutajia zote kwenye mechi 23, Yanga wamefunga mabao 69. Wameruhusu mabao 9, tofauti ya mabao 60, wako kwenye finali. Lakini twende tena hapo ulipouliza hapa. Manake sio kwa ajili yako na watazamaji wako. Singida Black Stars hivi sasa kwenye management yao ninavyotambua mimi, waliopo ni pamoja na wale ambao kwenye public, kwenye jamii inafahamika kwamba hawa ni watu wa timu gani. Nikutajie mfano. Katika bodi yao ya wakurugenzi iliyotangazwa hivi karibuni, yupo mbunge Festo Sanga. Sanga ni Simba kindakindaki. Ni miongoni mwa wajumbe katika bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars. Ndani yake pia kuna Fatuma Deuji, mdogo wake Mo Deuji wa Simba, na ni mlezi wa Simba Queens kama tunafahamu vizuri. Mara zote ushawahi kumuona Fatuma Deuji na jezi ya Yanga kumnasibisha na Yanga? Hapana. Hilo utamuona na jezi za Simba, ni ushahidi mojawapo kwamba ni Simba, na ndio maana mlezi wa Simba Queens. Ni miongoni mwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars. Hivi kweli Fatuma Deuji, Mheshimiwa Sanga kama wajumbe baraza wa bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars, timu ambayo hivi karibuni imefanikisha mradi wake, bado unaendelea katika ujenzi kwa sababu ni work in progress, uwanja wa Airtel ambao umezinduliwa hivi karibuni, tunakumbuka vizuri. Miongoni mwa waliochangia ujenzi wake ni pamoja na Mo Deuji. Hivi timu hii alafu kwenye wanakubaliana kabisa management, kwa mfano finali wanakwenda kucheza na Yanga kwenye kombe la shirikisho, basi tuilegezee Yanga. Inakuja kweli? Mimi mbona kama naona kama ni maneno zaidi, kama ni hearsay, kama ni tetesi, kama ni madai. Binafsi naona ya hold wote, kwa sababu sioni uwezekano uongozi wa Singida Black Stars ambao kwenye vikao vya maamuzi ni bodi ya wakurugenzi yenye Fatuma Deuji, yenye Mheshimiwa Sanga, halafu pamoja na Salah ni mdogo wake GSM, wakae wakubaliane kwamba sasa tuilegeze Yanga. Mimi sishawishiki, kwa sababu hii combination ya bodi ya wakurugenzi peke yake haitoi uwezekano huo. Lakini pia hivi Singida Black Stars, with all due respect, ina wachezaji kama Morris Uguchukuchuku, Emmanuel Keyeke, Maruf Chakei, Jonathan Soa. Wanatumia pesa nyingi kuwapata. Lakini wana wachezaji kama Anthony Trabi, Ande Kofi Cyril, golikipa wa timu ya taifa Nigeria, unazungumzia Abasogie, unazungumzia kina Ibrahim Imoro, mchezaji nyota kutoka Ghana, ambaye wakati anakwenda Al Hilal Omdurman kabla ya kuja Singida, ilikuwa inaelezwa kwamba Al Hilal Omdurman kumnunua walimtoa kwa zaidi ya shilingi milioni 400 za Tanzania. Na wachezaji wengine nyota kina Damaro, kina Kamara, Mohamed Kamara Damaro, kina Kevin Nation, wote hao, kina Maruf Chakei, Elvis Rupia, krimu yote ya wachezaji hao na kocha David Ouma, alafu wanapanga wanasema tuwafanyie kishikaji Yanga. For what? Ili wewe, yani wasifu wao wote huu wanalipwa pesa nyingi, alafu wafanye hivi kweli? Alafu kuna dili la namna hii kweli linahusisha jamii, yani timu inafanya hivi kweli? Manake hilo ni kosa kubwa katika mpira wa miguu. Ukigundulika hiyo match fixing, unafungiwa maisha katika kanuni za mpira wa miguu zikisimamiwa na wenye mpira wao FIFA.
binafsi sishawishiki sana, ingawa siwezi kulazimisha fikra. Mimi natoa maoni yangu kwamba naona hayo ni madai haya hold water, hayana hoja ya msingi, bali tutarajie mechi kali, mechi ya kusisimua kwa sababu ya wasifu wa wachezaji, mipango ya Singida Black Stars, na ukiangalia performance yao kwenye msimu huu na Yanga hasa katika michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, matarajio yangu ni kwamba itakuwa mechi nzuri. Nadhani nitakuwa nimejibu swali lako, ingawa maelezo yalikuwa ni marefu. Unisamee tu, ni kwa sababu wewe ndio umenichokoza, sio kosa langu. Watazamaji nafikiri watanielewa. Hapo umenijibu with vivid example kule shule tunasemaga hivyo kwenye history. Hakika ushahidi pasi na shaka ndani yake ambao unaendana na facts kiwamo hizi ninazokupa. Yes. Nikushukuru sana. Shukran jazilan. Yes. Bwana, kama ulivyomsikia mzee wa data, unaposema kwamba GSM huku GSM mechi inakuwa rahisi, bado jiulize timu yako inadhaminiana na GSM na ilifungwa goli ngapi? Mimi naitwa Christopher Beda, Mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Uwe na wakati mwema, bye bye. Lakini pia nikupongeze wewe ambaye umeendelea kutuunga mkono kwa kuwa nasi bega kwa bega, kwa kusubscribe, kucomment, kushare kwa marafiki, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Ziko Mkwambili. Asante sana. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.